wabadhirifu, ni bila kushughulikia machawa ambao ndimo kichaka wanachojificha. Tukichome moto na kukifekelea mbali. Amezungumza hivyo Kangi Lugola siku ya jana. Mambo ni mengi Kifumu kwenye eneo hilo kwa kweli, na mimi natamani kuchagiza hilo. Swala la uchawa limekuwa likizungumzwa sana, na hasa kabisa katika hizi siku za karibuni limekuwa likizungumzwa, lakini kuna utofauti kati ya uchawa na uzalendo. Uchawa utofauti wake kwamba uchawa ni kiwango cha juu sana cha uchafu. Yaani unaruhusu akili yako pia ichafuke. Alafu ile akili safi unaiweka pembeni. Kwa hivyo hata wewe mwenyewe unakuwa mchafu. Maneno yako, jinsi ambavyo unajiweka, manake kama anavyosema hapa ndo wanaoficha mafisadi na nini. Manake sasa wanakuwa wasumbufu. Yani wao kazi yao, na kwa sababu ya uchafu, manake anafika kiwango cha juu kabisa cha kuweka akili zake chini ya nyayo za mtu, uwezo wake, fikira zake, bunifu zake chini ya nyayo za mtu. Na kwa namna hiyo hawezi kuwa mzalishaji. Yeye kazi yake ni kupenya kwenye koti la bosi hapo. Bosi leo tunafanyaje? Na ni mambo ya kusifia. Ndio machawa wanaongoza kwa kusifia. Ukutana na chawa namzungumzia tajiri. Ni hatari sana. Umeona pia kwenye mitandao ya kijamii kabisa Kifumu. Na naamini Kangi Lugola anamaanisha kuhusiana hii issue ya machawa ni kwamba kuna baadhi ya machawa pia ambao ni machawa wa viongozi wanaoshika nyadhifa serikalini, wa wanasiasa na vitu vingine kama hivyo. Bwana wanasema sasa ndo hao ambao wanakuja kwa kabisa Kifumu. Wanakuja kwa mafisadi na vitu kama hivyo. Na bado katika swala la uzalendo tabia yake huwa inatunza sana akili. Yaani wewe mwenyewe unakuwa mzalendo kiafya, unakuwa mzalendo kiakili, unakuwa ni mzalendo katika habari ya kufikiri, unabuni vitu. Huo ndio uzalendo. Unakuwa na nidhamu, unakuwa na nidhamu, usikivu, utulivu katika kuongea kwako, katika kuwakilisha hoja zako. Unasema huyu mtu anaonekana yuko vizuri huyu. Na hivi Jeffrey, tunatofautisha vipi kati ya umesema kwamba kuna uchawa na uzalendo? Nipe tofauti hapo kati ya ndio hapo sasa tanabaisha hapo. Sasa kwenye taarifa labda unakuta bosi yuko hapa, kuna mmoja anamsifia ambaye ni mzalendo, na kuna mmoja anamsifia ambaye ni chawa. Sasa katika kusifia sio kosa. Inategemea umesifia katika jambo gani. Kama unasifia uozo, maana yake huo ni uchawa. Kama unaona kabisa kampuni fulani inakufa kabisa, taasisi inakufa kabisa, alafu wewe unakuja tu unasema bosi unafanya vizuri. Unamuona kabisa na alipo, unasema bosi unafanya vizuri. Mwisho wa siku